Mheshimiwa Tabia Maulid Mwita, waziri mwenye dhamana ya habari, vijana, utamaduni na michezo Zanzibar. Ana mambo mengi sana, tukiamua kuzungumza naye siku inaweza ikaisha hapa tunazungumza, kwa sababu hii ni sekta yake. Kwanza Mheshimiwa, hongera kwa kufikia uhai wa baraza kwa miaka hii mitano ukiwa waziri wa habari, vijana, utamaduni na michezo. Tuende kwenye habari. Vipi imeimarika katika miaka hii mitano habari? Asante sana, nashukuru. Kiukweli sekta ya habari kama tunavyojionea imeimarika sana, na kama tunavyofahamu katika wizara yetu ya habari, ukiangalia kwenye sekta ya habari kuna idara 6. Kuna shirika la magazeti ya serikali, kuna uchapaji, kuna kampuni ya kuunganisha maudhui ZMUX, lakini pia kuna ZBC pamoja na tume ya utangazaji Zanzibar. Tunashukuru Mungu, tunajivunia mambo mengi na mabadiliko mengi. Wengi wao wanajionea mabadiliko yaliyofanyika katika shirika la utangazaji Zanzibar, katika miradi, lakini katika uendeshaji mzima wa televisheni yetu, lakini hata tume ya utangazaji Zanzibar sasa hivi tumeweza kugaiwa fungu letu na tunapata retention, na kazi za ukusanyaji maudhui au kusimamia zile vyombo vya habari zimekuwa zinafanywa kwa urahisi na kwa ufanisi. Lakini pia kupitia shirika letu la uchapaji tumeendelea kuwa ni wakala wakuu wa kuuza bohari za vifaa vya kuandikia. Kwa hiyo mambo yanakwenda vizuri na mambo yako mengi sana kama ulivyosema, lakini kwa kweli tunashukuru Mungu, sasa hivi hakuna mkwamo tunapokuwa na matukio ya live, lakini kuwapasha habari wananchi, tunakuwa sisi ni wa kwanza kutoa habari kwa wananchi. Lakini pia shirika letu la utangazaji limeendelea kupaa katika mikoa yote ya Tanzania, lakini na nje ya Zanzibar imeweza kusikika, imeweza kupendwa, imeweza kupata viewers wengi. Kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuhakikisha kwamba anaimarisha miundombinu hii ya sekta ya habari hapa nchini kwetu. Na kwa upande wa vijana, vipi umeweza kuwasimamia kuhakikisha yale malengo ya serikali ya kuzifikia zile ajira 300,000, lakini kujikwamua wenyewe kiuchumi imefikiwa? Kwa namna gani umeweza kuwapigia debe na kuhakikisha sasa vijana wanasimama bila kuitegemea serikali ama kutegemea ajira za serikali moja kwa moja? Nashukuru sana. Kwenye eneo hili la vijana ni eneo mtambuka ambalo kwamba linahusiana na wizara nyingi: wizara ya uwezeshaji, wizara ya uchumi wa bluu, wizara ya biashara na viwanda na wizara nyinginezo. Tumejitahidi sana baada ya kuunganishwa kwa mfuko wa vijana, basi tukaona waeke vijana wa sekta tofauti katika wizara tofauti. Wale ambao wanajishughulisha na kilimo tuwapeleke wizara ya kilimo, wanaojishughulisha na uvuvi tuwapeleke wizara ya uchumi wa bluu, lakini wajasiriamali na wale wengine wa kazi za ufundi basi tuwapeleke wizara ya uwezeshaji kwa ajili ya kupatiwa mikopo, kwa sababu kule sasa hivi ndiko kuna mfuko wa vijana. Lakini pia tumefanikiwa kujenga vituo vikubwa viwili vya maendeleo ya vijana Zanzibar. Kwa upande wa Unguja tuko nacho Pemba, tuko nacho Bweleo, na kwa upande wa Pemba tuko nacho eneo la Weni. Kwa hiyo tunashukuru vijana sasa hivi wanapata kujifunza mambo mengi mbalimbali na wanapata kujijenga kiuwezo, lakini baadaye pia wanapatiwa mikopo. Vijana wengi sana wamepatiwa mikopo kwa kweli, hata ile 300,000 ambayo tunaisema basi imepindukia, kwa sababu pia wapo vijana ambao wamepata ajira za serikalini, kwenye vikosi, kwenye mambo mengine. Kwa hiyo tunamshukuru sana Dr. Hussein Mwinyi kwa kuwasaidia vijana. Asante sana. Asante Mheshimiwa, tukushukuru sana, tukutakie kila la kheri. Inshallah Allah ataendelea kutukutanisha katika